Je, ni kweli Wakenya wote wanawachukia Wasomali au kuna ukweli ambao hauambiwi? Manake kwa sasa hali ni tete, maneno ni makali, lawama na hata migawanyiko ya kikabila yanaongezeka kila siku, na hii inaweza kugeuka kuwa kitu kikubwa zaidi kama haitadhibitiwa mapema. Lakini cha kushangaza ni kwamba katikati ya kelele zote hizi bado kuna Wakenya wanaochagua kusimama upande wa Wasomali kwa sababu ambazo wengi hawazielewi. Katika video hii tutachambua sauti tofauti kutoka mitaani hadi bunge la mwananchi na ukweli ambao unaweza kubadilisha mtazamo wako kabisa. Hivi karibuni kumekuwa na mvutano mkali mitandaoni na hata mitaani kati ya baadhi ya Wakenya na jamii ya Wasomali wanaoishi nchini Kenya. Lakini tofauti na unavyoweza kudhani, si kila Mkenya anaunga mkono chuki hii. Wengine wamejitokeza waziwazi kuwatetea na kauli zao zimezua mjadala mkubwa. Katika moja ya vikao vya bunge la mwananchi, jamaa huyu alizungumza kwa utani lakini ukageuka mjadala mzito. Alisema ya kwamba afadhali tuwafukuze Wakamba tubaki na Wasomali. Kauli hii iliwachekesha baadhi lakini pia iliwakasirisha wengi. Swali ni je, ulikuwa utani tu au kuna ujumbe mzito nyuma yake? Hapa ati Wakamba wanapigana na Oria. Mr. Speaker, kwa watu wawili tuangalie ni kabila gani na tusaidia sana Kenya. Oria ukienda Isili ndio wanaandika watoto wetu. Ukienda hapa Sosia ndio wanaandika wa mama wetu. Mkamba anaandika nani? Kazi ya Mirai inasaidia watu fukuza Wakamba tubaki na Oria. Hakuna kikoria. Wakati huo huo, dada mmoja alionekana kushangazwa kabisa na hali hii. Alisema hajawahi kuona Wakamba wakihusishwa na uporaji wa maduka ya Wasomali. Hii inaleta picha ya kuchanganyikiwa ya kwamba nani anahusika kweli na kwa nini lawama zinaelekezwa kwa jamii fulani. Nimeshindwa kulala na hii time yote nilikuwa naangalia Twitter na naangalia video za Wakamba wakiingia kwenye maduka ya Wasomali wakiiba vitu, na najiuliza tangu lini Mkamba akaingia kwa duka la Msomali akaiba? It has never happened. Mimi sijaiona miaka yangu yote ambayo nimekaa kwenye nchi, sijaiona, but sasa naona Mkamba ameenda kuvunja duka la Msomali ameiba. Na mimi kitu ambacho nafikiria ni kitu kimoja tu. Hii vita between the Somalis and the Kamba community is being engineered by our leaders. It is. Na sasa hivi tunaingia kwenye elections. We need to be very careful. Msomali ni ndugu yetu, amekaa hapa miaka mingi sana. Mkamba hapa pia ni nyumbani. We shouldn't be fighting. Kama kuna vita yoyote ambayo ina happen, Duale, nenda kwa Somali wenzako kuongeleshe. Steven Musyoka, Kalonzo Musyoka, go and talk to your people. If it aiishe, like there's literally no reason as to why communities mbili ambao tumekaa hapa Kenya miaka mingi sana pamoja tuwe tunapigana. Like it doesn't make sense. Msomali amekaa kila mahali. Hakuna mahali Msomali hawezi muona. Hata ukienda kwa Ugiriama huko ndani. Hata mimi mwenyewe anaishi kwa Baolala, nikienda kwa Baolala naona Msomali ameka duka lake leo. Leo hii ndio anamidikana anapigana na Msomali. It doesn't make sense. Hii vita inakuwa engineered na viongozi wetu. They need to stop it immediately. Like we shouldn't be fighting each other. Tunaelekea kwenye elections sahi. We need to be very careful. We need to shape up as a country by the amount tutajipata pabaya sana. Kisha kuna video ya zamani kidogo lakini yenye ujumbe mzito sana. Dada huyu anaeleza maisha yake akiwa ameishi na Wasomali kwa miaka 6. Anafafanua sababu zinazochangia mafanikio yao, nidhamu ya wao kwa wao, umoja na biashara. Je, huenda wivu wa mafanikio ndio chanzo cha chuki hizi? Wasomali wafanyi kazi na wako na iPhone. Wasomali wafanyi kazi na wanakaa vizuri. Let me tell you one thing with these people. I have lived with them for 6 good years. One thing I have learned with these people ni wanakuaga na ile togetherness. Somalians wanakuaga na ile umoja. Hakuna wakati utalala njaa Msomali akiwa na chakula kwa nyumba. They don't care kama we ni kafiri ama we ni kabila gani. They will watakusaidia. Hawananga ile chuki. Wanakuaga na ile togetherness. Another thing I came to learn with these Somalians, they don't value these material things. Sijui Msomali ati akuue kwa sababu ya TV, hautawaisikia. Sijui ibia Msomali simu akuue, it's not easy. Msomali haezi kuua ama kufanyia kitu kwa sababu ya these material things. Lakini Msomali, uhai wa binadamu, they value uhai wa binadamu. That's why unapatanga Al-Shabaab, they will revenge mkiua watu wao. They will revenge. Lakini Msomali umwibie, never. Huwa wana value ile uhai ya binadamu sana. Yeah, these people don't value these material things. Yeah, hizi vitu za dunia Wasomali hawajali nazo. Hata Msomali uende umuibie hata jali. Na wakwangi tribalic kama sisi, ati sisi, you know, sisi shida yetu ni hii, ati huyu ni Mkikuyu siwezi msaidia, never. Somalians wanakuaga na ile togetherness. That's why these people are rich. Yeah. Hiyo ndio siri sasa.
Katika bunge la mwananchi pia, jamaa mwingine alijaribu kupunguza moto. Alisema wazi ya kwamba Wakenya ni ndugu zetu, lakini Wasomali pia ni ndugu zetu, na akaongeza kuwa yule mwanamke aliyetoa kauli mbaya anapaswa kuwajibika binafsi. Hapa tunaona sauti ya umoja katikati ya mgawanyiko. Wasomali ni mandugu zetu kabisa, Wakamba ni mandugu zetu. Ule mama MCA, we are living in Kenya, achukuliwe hatua za kisheria, sio watu kuja kupiga mdomo hapa. Wasomali warudi Wasomali. Shaskia speaker, ule mama ndiye alisema nywele ngumu auliwe, hakusema Wakamba wauliwe. Mr. Speaker, Wasomali ni mandugu zetu na they have rights. Kama Obama venye ni Mkenya na alizaliwa Amerika, hakuna Muamerika aliyezambia Obama arudi Kenya. Hivyo ndio venye Wasomali wako na right, wenye wamezaliwa Kenya wakae Kenya yetu. Na Wakamba, huyo mtu wenu akiua mtu huko kuna sheria, msikuje hapa mnalia na mtu wenu anafanya madhambi huko. Asante Mr. Speaker. Halafu kuna upande mwingine nyeti zaidi. Dada mmoja alieleza sababu za kihistoria zinazofanya baadhi ya Wasomali bado kudai sehemu ya Kenya. Hii ni mada nzito sana inayogusa historia, siasa na utambulisho. Somalia still claims this part of Kenya under the idea of Greater Somalia, and it almost started a full-scale war between Kenya and Somalia. So this is what happened. It is the 1960s and Kenya is about to get independence from Britain, but there is one problem that no one is talking about: the Northern Frontier District, NFD, a massive region in the north with mostly Somali ethnic. So this is where it gets messy. NFD was being administered in Nairobi, but some locals, they do not want Kenya at all. They would rather be with their relatives in the new independent Somalia. Even a British reporter at that time admitted at that time there was strong support to join Somalia. Then independence came and boom, no borders changes. So NFD stayed in Kenya. But why? Well, this is because Africa in the 60s had one rule: do not withdraw colonial borders or everything explodes. And it did explode. Insurgent rose, allegedly backed by Somalia. Kenya called it rebellion. It was the shifter war, but here's the twist: the movement was divided. Somalia and the Somali government was not committed. Kenya had full military control on the ground, so their pricing slowly collapsed. But the idea of the Greater Somalia still exists as a political memory, and also the colonial border still echoes today. Ukiunganisha vipande vyote hivi, picha moja kubwa inaanza kujitokeza ya kwamba hivi si vita rahisi vya Wakenya dhidi ya Wasomali, bali ni mchanganyiko wa siasa, historia, uchumi na hisia za watu, na zaidi ya yote ni vita vya mitazamo. Somalia still claims this part of Kenya under the idea of a Greater Somalia, and it almost started a full-scale war. Now, here is actually what happened. It is the 1960s and Kenya is about to get independence from Britain, but there is one problem nobody is talking about: the Northern Frontier District, a massive region in the north with mostly ethnic Somalis. Now here is where things get messy. The NFD was being administered in Nairobi, but some locals didn't want Kenya at all. They would rather be with their relatives in the newly independent Somalia. Even the British report at that time admitted there was a strong support for joining Somalia. Then independence came and boom, no border changes. The NFD stays in Kenya. Why? Because Africa in the 60s had one rule: don't redraw colonial borders or everything explodes. And it did explode. Insurgents rose up. Somalia allegedly backed them. Kenya called it a rebellion. This was the shifter war. Now here is the twist: the movement was divided and the Somali government wasn't fully committed. Kenya had full military control on the ground, so their pricing slowly collapsed, but the idea never died. Greater Somalia still exists as a political memory, and the colonial border decisions still echo today. Lakini swali kubwa linabaki, je, Wakenya wanaowatetea Wasomali wanaona kitu ambacho wengine hawaoni au wanapuuza ukweli uliopo? Niachie maoni yako kwenye comment section. Unadhani hii ni chuki ya kikabila au kuna sababu halisi nyuma yake? Na je, suluhisho ni nini? Usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa uchambuzi kama huu ambao hauogopi kusema ukweli. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Nyinyi huwa mnafikirianga Wasomali ni rich sana, tajiri. Wacha nikuibie siri kidogo sana. Tofauti ya Wakenya na Wasomali ni kwamba unaweza ona mtu Mkenya
amenunua Range Rover, analipa nyumba rent 200-300k. Na hiyo Range Rover anaendesha labda ni 17 million hivi, 15 million kuendelea juu. Back home mama anateseka, brother anateseka, unaona? Na yeye anaishi hapo Nairobi, labda kwa the whole month anatuma 15k 10k. How do you expect blessings? And then the worst part of all is, na yule mwenye ako na roho mzuri mwenye anataka kusaidia back home, mnaroga. Mnaroga. That's why anatoroka. You know? Nimefanya research, nimeuliza watu wengi. Tofauti yetu na nyinyi ni kwamba mimi leo nikipata pesa ama kati yetu akitajirika, sisi tuko sure sisi wote tushatajirika. Kwa sione hiyo gava yetu yenye inaanguka ikienda kwa familia, sisi tunapendana. Mimi leo nikitajirika, there is no way mimi naweza ingia hoteli nikule nyama. Back home najua mama anakula githeri ama mchele dry. No. So nainua mabrothers wangu, nainua extended family yenye wako wajanja, unaona? Ndio kesho shida ikitokea, wao ndio watakuja kunisaidia. So inamaanisha I will never be down. Once nikienda up na nimeinua watu, tuseme watu 10 nimepeleka majuu, nimetengenezea business nini, wameinua wengine. Tomorrow the moment I have problem, kila mtu analeta kidogo, you are on your feet, you have something to start with, unaona? Lakini wewe shida yako ni ukitajirika hakuna mtu yenye unasaidia. The same way, in case things go sideways for you and then you are poor, no one will help you, because when you are rich haukusaidia mtu yoyote. You see, tofauti yetu na nyinyi ni hiyo tu. Hakuna ni kupendana tu. Sisi tunapendana, nyinyi hampendani, mnarogana, suji, ubaya, kila kitu mnatakiana ubaya. Mtu akipata kazi mzuri wewe ndio unasnitch. Unaona? Mtu akipata kazi nyingine mzuri yenye anaweza pata pesa mzuri yenye gava haipendi, wewe ndio unasnitch. So nyinyi kati yenu ndio hata mtaki mkufika mbali. But if you guys were helping each other, mungekuwa tajiri. But we are not rich. We just have, everyone has couple millions, you know, milioni 1,500,000, milioni 2, 3, 4. Ukiona mtu anaendesha range, inamaanisha huyu mtu ashainua watu, ako sawa. And we all have the same mentality. There is no way Msomali anaweza nunua expensive car and his brothers wanateseka, his mama anateseka. Haiwezi. Hiyo haiwezi.